tuweze kuishi kulinganisha na wale wengine wanaoishi wenye wazazi ni kunifanyisha kazi sana. Okay. Kwa tulifanya kazi sana, kwa sio kudekezwa. Okay. Kazi ya kulima nilikuwa nalima vizuri. Lakini pia nikipata muda michezo. Ndio sababu mimi nimeshawahi kuwa mchezaji bora kwenye shule za msingi mpaka sekondari. Nilikuwa namba 5 moja nzuri sana. Nilikuwa naipenda klabu ya Simba sana. Na hatima katika maisha ya sasa nimekuwa mwenyekiti wa matawi ya Simba ya mkoa wa Songwe. Kwa hiyo hobby nianza nayo kule. Kwa hiyo ukishakuwa unakula vizuri, unavaa vizuri, unaoga vizuri, unakuwa na afya nzuri, michezo ni kitu cha muhimu. Na michezo wengi kama imechangia sehemu kubwa mimi kunisogeza kufikia hapa nilipo. Kwa hiyo mwili wangu ni imara, ni timamu kwa ajili ya hayo. Kuna tukio gani la utoto la utotoni ambalo bado linabaki kichwani kwako, ambalo ulishawahi kulipitia, ambao unasema pengine watoto wa sasa hivi ni ngumu kuweza kupitia ama kufanya hivyo vitu? Mimi zamani tulikuwa tunaambia tuende kwenye dance. Okay. Nilikuwa natoroka. Nilichapwa mpaka sasa siwezi kusahau. Nani alikuchapa? Baba mlezi. Baba mlezi. Mpaka mama kaja kumnyang'anya kule ili asiniue. Hebu tupe kidogo kiufupi, ilikuwaje? Ilikuwa ni siku ya nini? Ilikuwa dance ipo wapi? Paka unarudi, paka unakamatwa, unachapwa. Sherehe za Sabasaba zilikuwa zinafana sana. Sasa kulikuwa na mabanda yanajengwa, wanazibwa nyasi mpembeni. Bila kuwa na kiingilio wengi mle. Sasa sisi tunaenda kwa je unapekua pembeni uchungulie uangalie aliyopo mle ndani. Kwa hiyo tunaenda kwa jela hayo. Sasa inavuta mpaka unafikia usiku hujaingia mle ndani umechungulia unachelewa kurudi nyumbani. Okay. Kesho kazi ya shambani unashindwa kuamka. Baba nikuja kuamsha amekuta bwenini umelala huko. Ndio nifumania hapo. Nilichapwa mpaka leo siwezi kusahau katika maisha yangu. Kwa hiyo vijana hao waepukana nayo baba akisema sitaki hiki. Na mimi naambia kwamba wamsikie baba ni baba. Okay. Kuna dhana ambayo ipo hasa sasa hivi katika nyakati hivi za sasa hivi, kumekuwa na tunasema ufuatiliaji sana wa watoto kuto kupigwa ama kuchapwa. Hatusemi hii kwamba tuna support kuchapwa kwa watoto ama kufanyaje, lakini kwa mazingira yetu sisi wa Afrika ama katika jamii zetu ambazo tumekulia, kiboko ni moja kati ya njia ya kumuelimisha mtoto. Kwa upande wako wewe unaizungumziaje, ili kusaidiaje? Ni sahihi. Mimi mpaka nafikiria maisha ya bila kuchapwa nisingekuwa ningekuwa nimeshakangeuka. Okay. Kuchapwa kuna enzi hizo magonjwa yaliyopo leo na vyakula tunavyokula sasa. Inaweza kumwathiri kusababisha kifo chake mtoto. Zamani miili ilikuwa sugu kwa ajili ya usugu wa maisha tulikuwa tunaishi. Kwa sasa hivi na vyakula tulikuwa tunakula. Kwa hiyo miili ilikuwa ishazoea hiyo. Ukimchapa ukichukua mbinu za wakati ukatumia saizi utashitakiwa na mada kesi. Okay. Kwa hiyo jinsi ya kumchapa mtoto ni vizuri, kuna jinsi ya kumchapa na sehemu za kumchapa mtoto. Okay. Ili asitulie kwamba akifanya ile atachapwa. Asipofanya ile azikuchapa. Kwa hiyo ni moja ya mapito katika elimu kuelimisha jamii. Okay. Ukijiangalia kipindi upo mtoto na wakati na ukiwatazama watoto wa sasa hivi, unahisi ni kitu gani mmetofautiana nacho? Malezi tumewaelekeza watoto wa sasa hivi. Okay. Katika historia yangu ya awali kama nakumbuka nilisema nilikuwa nakimbia kilomita 7 kwenda na kurudi kilomita 7, jumla kilomita 4. Sasa hapa kila kifika hapa naomba shilingi 500 ya bajaji. Mili itakoma na hatukija kuchapa lazima tutasababisha maafa. Tumewadekeza. Okay. Wewe nimekwambia mimi nicheza mpira mpaka leo ndio sababu siri ya mimi kuepo size hapa. Na niko hivi. Ukinipa mimi dandana 10 napiga. Mimi naiogopa mwenyewe niko vizuri. Miaka 69 pengine watu wangetamani kujua kwenye upande wa familia, pengine una watoto wangapi, pengine una wake wangapi ama una wajukuu, na urithi gani ambao mkubwa ambao umewapa ama umewaachia watoto wako ambao bado unajivunia hadi sasa hivi ukiwa upo katika hali ya kupumzika, mapumziko?
Nina wake watatu. Wote nawapenda sana. Wake watatu nao wapenda. Nawapenda sana. Wake zangu watatu kila mtu ana mji unaolingana na mwenzie. Okay. Una hadhi sawa. Na kila mmoja na watoto wake ni urithi wao. Kila mama na mji wake na watoto wake. Kwa mimi siku nakufa sasa, ni kwenye 69. Sintakana nilaumiwa kabla yangu hawezi kupigwa mawe. Kwa nini maandalizi unayofanya? Kuna kitu umekisema nimekipenda. Umesema una wake watatu na kila mmoja ana mji ambao unafanana na wenzake. Ndiyo. Tukirudi sasa hivi vijana wengi, kwanza swala la kuwa na wake zaidi ya mmoja linakuwa ni gumu. Lakini pia hata akiwa nao ule ulinganifu nao unaleta changamoto. Pengine wewe ambaye tayari upo katika hayo maisha, kuna umuhimu gani pale unapoamua kuwa na wake labda watatu, wawili na kuweza kuwalinganisha wote kwa usawa ili kuepuka lawama? Ulisahau kuniuliza swali moja mwandishi. Nimesema mimi ni mshauri wa baba paroko. Na nasema na wake watatu. Mbona hujaniuliza hilo? Hebu tuambie sasa hapo. Inakuwaje na mshauri wa baba paroko ni Mkatoliki na Katoliki ndoa moja, mke mmoja mpaka kifo. Hapa inakuwaje? Mbinguni hakuna ndoa. Wewe unatafuta falme kwenda mbinguni. Mbinguni hakuna ndoa ya mke mmoja au wawili au watatu. Umeelewa? Nimekuelewa. Ninakosa gani? Au nakosa? Hao Waislamu wenzetu wana wake wangapi? 4. Haya. Si wote wanatafuta falme mbinguni. Hao wachungaji wanamke? Si moja? Mmoja. Sasa cha ajabu kipi? Mnashindwa kujielewa hapo. Mzee samani, mimi nataka tuzungumze sasa. Moja kati ya kitu mzee wangu tukiwa tunaenda kumalizia. Kuna moja kati ya kitu nilitamani sana nikuulize kulingana na kile ambacho tumetoka kuzungumza hapa muda si mrefu. Moja kati ya tatizo kubwa sana la vijana sasa hivi na ukifuatilia moja kati ya vitu ambavyo vinawafanya watu wengi waweze kuaga dunia ni swala la mahusiano. Mahusiano kwa sasa hivi yamekuwa ni magumu sana kwa vijana na imekuwa ni moja kati ya janga ambalo linawafanya vijana wengi sana kujikuta katika wakati mgumu. Kuna ambao wanachanganyikiwa, kuna ambao wanafariki, kuna ambao wanatenda jinai, kuua ama kuuliwa. Kwa upande wako wewe, ukiwa kama mtu ambaye kwanza una umri mrefu, umepita mengi, umeona mengi, umepita ujana ambao huu sasa hivi vijana wanao, una neno gani la kuzungumza? Pengine shida iko wapi kwa vijana wa sasa hivi kuendeshwa na haya mahusiano? Ni kukengeuka, kutosikiliza ushauri wa wazazi. Sasa wengi ni matomaso. Wanachokitaza nataka na wenyewe wafanye ili waweze si kuonyesha kwamba wana uwezo zaidi kuliko hao waliowazaa. Sasa hapa ndio wanapata matatizo haya. Okay. Lakini right ukiwa unasikiliza wazazi wanavyowashauri haya singeweza kuwepo. Okay. Ni kukengeuka kwa vijana tu. Sio vinginevyo. Okay. Okay, sawa. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, nikiwa na mzee wetu ambaye Mungu amemjalia kwenda anakaribia kutimiza miaka 69, umri mrefu kabisa, miongoni mwa wazee ambao wanapatikana katika mkoa wa Songwe. Tunaweza tukasema ni hazina ya mkoa wa Songwe kwa wazee ambao wana busara, lakini pia ni wazee ambao wana mambo mengi sana wanayafahamu ya kitaalamu, lakini pia ya kijamii ambayo wameyaishi na mengine bado wanaendelea kuishi. Mzee wangu, nikikuuliza katika watoto wako wote ambao unao, kuna mtoto yoyote ambaye unaona kabisa huyu anafuata zile njia zako kwa namna yoyote, pengine kwa ukulima ama kwa michezo ama kwa zile tu tabia unasema huyu kidogo ama ameranda tabia zangu kwa namna moja hapa nyingine? Hawakosekaniki. Wapo. 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 Kiwatazama unajiona kabisa wewe kipindi ulivyokuwa kijana ama umri wao. Kama vile umeona familia yangu, ni kweli kabisa. Ni wapo. Wapo. Katika 10 huwezi kosa 2 watatu. Wapo. Na wale ukingeuka nao wapo. Okay.
Yale tulisema kingeko utaona mshahara wake nao hapo. Okay. Okay. Hata wewe mwenyewe familia yako utaelekeza mfanye hata kwenye mkiingia darasani. Kwa mfano mkiingia darasani, watu kwa faulu si wapo? Na wakufeli wapo. Basi vivyo hivyo katika familia zetu wako hapo. Wewe umetueleza au kupata nafasi ya kulelewa na baba mzazi, au kiufupi tunaweza tukasema au hujawahi kupata malezi ya baba, lakini wewe ni baba na una watoto. Pengine ile hali ambayo wewe umeipitia kutokupata malezi ya baba, unaitumia vipi wewe katika kuifanya watoto wako wahisi kwamba ama wajue kwamba kuna umuhimu wa kuwa na baba? Ni yale maisha ambayo niliyapenda ndio naishi. Okay. Yale mabaya niliyakwepa. Kwa sababu mimi sikupenda kutendewa vile sitaki kumtendea mtoto wangu. Okay. Basi mimi nipende kumkaribisha sasa mzee aweze kuongea, lakini pia kuwakaribisha watu mbalimbali ambao wangependa kujumuika naye. Atuambie pengine anatarajia tukio lake kulifanya wapi, lini na muda gani, na pengine kwa sisi ambao tunataka tufike tutapataje kuweza kufika ili tuweze kufurahia, lakini kubwa zaidi ni lile ambalo analosema la kutujuza ni kivipi ama imekuwaje ameweza kufika miaka 69. Na asante sana mtazamaji wa Dhahabu Online TV, na kama ulivyosikia na sisi pia tutakuwepo. Niseme asante sana, niwashukuru sana kwa time yako, lakini kubwa zaidi nipende kukukumbusha kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata vipindi mbalimbali vya elimu, vipindi mbalimbali vya burudani, vipindi mbalimbali vya kuelimisha, lakini pia vya kufundisha na habari mbalimbali za ndani na nje ya mkoa wetu wa Songwe. Asante sana kwa muda wako.